Na huyu ndiwa atakujaje kuzaa hapa kama kuna watu wameingia? Hata wenye tarehe wasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakibariki kile kizazi cha ndiwa, ndio wale ndiwa ukenda Maka ukawaona ni moja katika wale ndiwa waliokwenda kumhami Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل هتجانز دراسة tunakaida kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sehemu takatifu kama hini na wakati mtukufu kama hunu. Kuna ambao kwamba ni wagonjwa, Mwenyezi Mungu awape afya. Kuna wenye matatizo, Mwenyezi Mungu atutatulie matatizo yetu. Kuna wenye haja, Mwenyezi Mungu atukidhie haja zetu. Kuna wenye balaa na makero, Mwenyezi Mungu atuondoshee balaa na makero. Walokufa Mwenyezi Mungu awarehemu, na tuliokuwa hai Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Wasokuwa na dini ya Uislamu Mwenyezi Mungu awaruzuku dini kama hini, na tulioko katika Uislamu Mwenyezi Mungu asitufitini katika dini. Ambao hawana kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali, na wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie kazi zao. Ambao hawajaoa Mwenyezi Mungu awape wake wa halali, na walooa Mwenyezi Mungu awape kusikizana na kushikana. Ambao hawana watoto Mwenyezi Mungu awape watoto wema, na sisi wenye watoto Mwenyezi Mungu atusulihishe sisi na watoto wetu. Atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Jana tulianza ile safari ambayo tumeikusudia, nayo ni safari ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina, ambayo yaitwa ni al-hijra. Na tulizungumza kuwa sisi hatutoelezea tu ametokaje kama kuangalia kwenye sinema. Ziko kwenye sinema zimerekodiwa, lakini sisi tulitakalo ni somo gani sisi twasoma katika hii safari ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina. Jana tukaelezea nukta ya kwanza kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam juu ya kuwa alimtegemea Mwenyezi Mungu haki ya kumtegemea, lakini lam yu'attil ala al-asbabi, hakuzifanya hizi sababu hazina maana. Seme Mwenyezi Mungu ashagawanya riziki, mimi yangu itanijia hapa hapa, hata nikae kitandani mpumzike. La, wewe simamisha sababu kisha utawakali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usione kuwa sababu hakika ndizo alfa'il zenye kufanya kazi. Jua sababu ni mipangilio ya Mwenyezi Mungu aloiweka, lakini ambaye haswa musabbibul asbabi ni yeye. Alijua kuwa yeye atahifadhiwa katika safari yake. Alijua yeye kuwa hatokuwa na kero maadamu yeye wafanya kazi ya Mwenyezi Mungu, lakini aliweka mikakati ya kisawa sawa inayotakiwa kwa kila mwenye akili aifanye, na yeye akaifanya. Tukaelezea jambo la kwanza ndiye ambayo kwamba aliifuata ya kwenda Madina ni huku, yeye mwanzo akenda huku kusudi kuwapoteza dira wale watakao kumfuata. Bila shaka watakwenda kumtafuta sehemu ya huku. Mtu anajulikana yuenda Nairobi, bila shaka watakao kwenda kumtafuta watamwekea road block wapi? Changamwe, sijui Mazera. Kumbe yeye ametoka ameenda sehemu za Likoni. Nini? Kuwapoteza hisabu hawa ambao kwamba wao watakao mtafute. Hili ni darasa Waislamu tutataka tujue. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Lazima kuwe na mipangilio katika mambo. Sio wewe useme maadamu hili ndiye Mwenyezi Mungu basi twende huku walioko wao. La, sivyo mipangilio itakiwavo. Maadamu kuna uweza wa kwenda bila ya upande walioko wao ni bora zaidi, na ndio
uzuri zaidi kuliko kwenda kujitia katika matatizo. Jambo la pili, namna gani nyumba za Kiislamu zatakiwa zijitolee kwa ukamilifu katika kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukaielezea nyumba ya Saidina Abu Bakar as-Siddiq namna ilivyojitolea. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitoka nyumbani mwezi 27 wa mfungo 5, mwezi 27 wa mfungo 5 mwaka wa 14 alipopewa utumi, ambao uliafikiana sawa sawa na tarehe za kizungu. Mwezi 13, tarehe 13 Septemba. Septemba mwezi wangapi huu tulionao? Wa 9, huu mwezi tulionao. Kwa hiyo tarehe 13 Septemba ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 622, 622, hakuna 19. Maana yake vijana sasa wamezoea mpaka wanene 19 au 20. 622 Septemba, tarehe 13 ndio Mtume alitoka Maka kwenda Madina. Wakatoka mpaka walipofika Gharu Thawr. Walipofika Gharu Thawr, Ghar ni pango, sijui kizungu mtaitaje, cave, pango ndogo. Hii pango wewe ukienda kuiona utaona kwamba hapa si sehemu ya mtu kuweza kukaa 3 days continuously, siku 3 kwa mfululizo. Lakini angalia, subhanallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda akakaa kwenye hili pango kwa muda wa siku 3. Kabla ya kuingia kwenye pango, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu bado hajamaliza kusacrifice kwa ajili ya Mtume, aona bado. Akamwambia, ya Rasulullah, niache mimi mwanzo niingie, ikiwa kuna kitu chochote kibaya mwanzo kinipate mimi. Sayyidina Abu Bakar akaingia kwenye ile pango, akaisafisha. Kukawa kuna tundu. Sayyidina Abu Bakar akachukua nguo yake akaikata, akawaiwaziziba zile tundu. Kisha akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya sasa ingia. Ikabakia tundu moja, ataiziba vipi? Akaweka mguu wake radhiyallahu anhu warda. Alipoweka mguu, kumbe ile tundu ambao ameweka mguu kuna mnyama ndani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia kwenye ile pango, Sayyidina Abubakar akatukua kichwa cha Mtume akamweka kwenye mapaja yake ili Mtume alale, yeye amekaa. Safari ndefu, safari ya tabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelala katika mapaja ya Sayyidina Abubakar. Yule mdudu akaja akamuuma mguu Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar akastahamili bila kupiga kelele kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amelala. Lakini miskini mtu saa nyingine aweza kustahamili, lakini macho hushindwa. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisemaje, innal aina la tadma, jito hushindwa likatoka na matozi. Waweza wewe hutaki kulia, lakini macho yakashindwa kwa ule ushingo au lile tukio au ule mgongo wa msiba uliokupata, macho yakatoka na matozi. Sayyidina Abubakar akawa miminwa na matozi ya kusikia utungu, yakamuingia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akashtuka, akamuuliza, una nini wewe Abu Bakar? Akamwambia, ya Rasulullah, la dagatni, nimeumwa na mnyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nawilni rijlak, nipe huo mguu. Akatukua mate yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akampaka, pakapoa wakati kama huo. Makureshi katika kumtafuta wakaona yawezekana huyu bwana hakwenda upande hunu, acha tuje upande hunu. Na kweli wakaja mpaka kwenye hiyo pango. Lakini ile pango ukiangalia hivi huwezi kuona, mpaka uangalie hivi, uangalie chini. Uzuri wa ile pango, ukiangalia hivi waona hakuna kitu, lakini kina Mtume sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Abubakar wamekaa sehemu, wewe ukisimama mpaka uangalie miguu yako ndio waweza kuwaona. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa yeye ndiye atakayekuwahifadhi. Watu wamekuja pale wakaweza kuangalia kila sehemu, ila kila mmoja hakuweza kutizama miguu yake. Pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
akajalia, akaja ankabuti akafanya nasi, akafuma, akatengeza. Ankabuti ni huyu ambaye kwamba wengine wamuita Scorpio, dui, wengine wamuita buibui, ni dui, spider. Akatengeza ile nasiji yake, yale matandro yake. Na wale ankabuti wa majabalini huwa wana nguvu. Pengine nikikuelezea Kiswahili ukasema salala, ile ankabuti haiwezi hata kuzuilia koko ya ubuyu. Vipi baada ya ankabuti juu yake akaja na ndiwa akazaa? Mwenyezi Mungu akamteremsha na ndiwa akaja akazaa pale pale. Ndiwa haketi alipokuwa mtu, taweza kuja kuzaa kwenye mtu? Sasa wale katika akili yao kupima kwamba huyu ankabuti mvazamani sana, hata Muhammad pengine hajazaliwa, na huyu ndiwa atakujaje kuzaa hapa kama kuna watu wameingia? Hata wenye tarehe wasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakibariki kile kizazi cha ndiwa. Ndio wale ndiwa ukenda Maka ukawaona, ni moja katika wale ndiwa waliokwenda kumuhami Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hayawani alimuhami Mtume, Mwenyezi Mungu akakibariki kizazi chake. Usinambie mwanadamu. Haya ni watu wenye tarehe waelezea. Sije ukaniambia ustadhi hadithi gani? La, ni muarikhina wameeleza. Wayataka tukua, huyataki niati ya mwenyewe. Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum mawdhi'a qadamayhi la ra'ana. Lao mmoja atatazama sehemu ya miguu yake basi atatuona. Hakuna budi tuombe Mungu wasitazame. Lakini sikiliza, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Aba Bakar, ma dhannuka bithnaini, wewe dhania nini watu wawili? Allahu thalithuhuma, watatu wao ni Mwenyezi Mungu. Kweli kuna mtu aweza kuwafikia? Allah thalithuhuma, watatu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia quwwatul i'timad, nguvu ya mategemeo aliyotegemea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiteremsha aya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. La tahzan, usihuzunike ya Abu Bakar, Mungu uko pamoja na sisi. Na ambaye kwamba Mungu uko pamoja na yeye amekosa nini? Wewe usiwe na hamu kuwa na fulani. Leo utasikia mtu akisema mimi niko na fulani niko naye, fulani ameniambia wakati wowote kwa lolote. Wewe nipe simu yako tuone. Lakini ni nani ambaye kwamba yuwasema mimi nina Mungu? Inna ma'iya rabbi sayahdin, mimi nina Mungu. Akawa al-i'tizazu billah, yuajiproud kwamba yuko na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio huu udhaifu tulionao sisi Waislamu, kwamba mategemeo ya uhakika hatuyataki. Leo utaona Waislamu kila mmoja yuwapapatikia awe karibu na mkubwa fulani, lakini huoni kupapatikia awe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni nini? Hatuna yakini kuwa mwenye kuwa na Mungu hawezi kupatikana na jambo. Sisi huona ukiwa na fulani ndio hupatikani. Huyo fulani uliokuwa na yeye mwenyewe pia hana raha, hamu hili na lile na hichi na kile. Lakini ule ambaye kwamba yeye mategemezeo yake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiukweli hayambabaishi matukio, sababu ajua qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, sababu huwa maulana. Hakuna liweza kutupata sisi ila aloliandika Mwenyezi Mungu. Kwa nini litufikie? Huwa maulana, yeye ndiye Mola wetu, yeye ndio tumemtegemezea mambo yetu. Kwa hiyo hakuna sikuwa na raisi, sikuwa na walokuwa chini ya raisi, mpaka raisi kuwa naye kuwa halitokufikia jambo. Likiamua kukufikia litakufikia. Na we mwenyewe angalia kwa mazingatio, maraisi wangapi wamepatikana na shari, maraisi wangapi wameshtakiwa, maraisi wangapi wameuliwa. Kama ilikuwa kweli waweza kumzuilia mwingine, si wangejizuilia wao wenyewe?
lakini wao wenyewe hawawezi kujizuilia. Safari moja Harun al-Rashid nimeelezea sana kwamba alikuwa amemiliki ulimwengu. Alipambana na Ibn Samak huyu ni mcha Mungu mkubwa sana, na Harun Rashid alikimpenda sana sababu alikuwa hana mujamala. Jambo ni sawa atakwambia tu, hakuna mambo ati huyu president watatumpambe pambe, huyu ni mfalme watatumlala, kwa sababu alikuwa hana makhlasa kwake yeye wala hana mahitaji yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walikuwa ndani ya msikiti wa Maka. Harun Rashid akamuuliza Ibn Samak, una haja yoyote wataka nikufanyie? Sikiza wewe ambao kwamba waona mtu fulani ni muhimu kuwa naye na usione kuwa na Mwenyezi Mungu ndio muhimu. Ibn Samak aulizwa na Harun Rashid. Anayemuuliza Harun Rashid amemiliki ulimwengu, amwambia una haja yoyote wataka mimi nikufanyie? Ibn Samak akamuuliza, haja za duniani au za akhira? Swala la kwanza, wataka kunitekelezea mimi haja za ulimwenguni au haja za akhira? Harun Rashid akamwambia, bila shaka za akhira siwezi kukufanyia lolote, ni za duniani. Akamwambia, mimi sikumuomba aloimiliki dunia, hizo haja za dunia nitakuomba wewe. Sikumuomba anayemiliki dunia naye ni Allah, sikumuomba haja za duniani nije kukuomba wewe. Kisha amwambia Harun Rashid, huoni haya wewe uko kwenye nyumba ya Mungu, mimi alafu niende nikamuombe mwingine? La, alimuuliza Harun Rashid, je, waonaje mtu awe mbele yako alafu amuombe mtu mwingine na yeye ajua kwamba yeye uko chini ya ufalme wake? Wewe mtu kama huyo utamuhesabu vipi? Yani wewe uko mbele ya raisi, kisha wamuomba waziri, wewe ndiye mwenyewe, wewe ndiyo kadhaa, tutataka tufanyie kadhaa, na raisi huko. Ule raisi atakuona vipi wewe? Ilikuwa yatakiwa wewe muombe nani? Rais. Mimi niko nyumba ya Mwenyezi Mungu nikuombe wewe Harun Rashid? Huoni haya? Subhanallah, angalia, uko ndani ya nyumba ya Mungu kisha wewe wamuomba kiumbe badala ya kumuomba yeye ndani ya nyumba yake. Hiyo si jeuri? Harun Rashid akamwambia, hasbuka ya Ibn Samak, tosha mawaidha ulionipa. Ni kweli lao mimi mtu atakuwa mbele yangu alafu amuombe katika hawashi wale wafanyikazi wangu jambo na mimi niko asiniombe mimi nitakasirika. Akamwambia, hukumu ni hiyo hiyo, Mwenyezi Mungu huona ghera. Kwa nini wewe uko ndani ya nyumba yake, wewe ndio kamuombe mwingine? Kwa hiyo Waislamu tuna udhaifu wa mategemezi, mahala pa kutegemea. Lakini funzo tupata sana ndani ya Qur'ani, namna gani yatakiwa watu wamtegemee yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mwenye kumtegemea yeye hapiti patupu kabisa. Wale mabwana walipokata tamaa kuwa hapa mahala hakuna mtu, wakaondoka wakenda zake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaketi siku 3. Na hapa tupata funzo. Hebu kiakili, watu ambao kwamba ni marafiki, wajua Mtume sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Abubakar ni marafiki kabla ya Mtume kuwa Mtume, kuanzia udogoni. Kwa sababu tofauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Abubakar ni miaka 2. Kwa hiyo ni karibu wa marika. Walikuwa marafiki kuanzia udogoni mpaka kupewa utumi, ndio ikawa wa mwanzo Sayyidina Abubakar kusilimu, kwa sababu alikuwa anamjua vizuri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu kweli yawezekana marafiki wawili wakae sehemu wao wawili tu muda wa siku 3 wasiwe na mazungumzo yoyote? Kiakili yawezekana? Mbona hakuna hadithi yoyote yapatikana kwamba Mtume alimwambia Sayyidina Abubakar hili, akamwambia hili, wakazungumza na hili, wakaelezea namna hili? Hapa twaona kwamba hakika kulikuwa na mazungumzo, lakini mazungumzo haya yalikuwa hayatakiwi yafike kwa umma. Sayyidina Abubakar akaihifadhi ile siri.
Kuna watu wao waambiwalo tayari kwenda kusambaza, na hata ukamwambia leo ukitaka kuelezewa habari wewe usimwambie mtu bwana umuonaye mwambie kadhaa, mwambie bwana na jambo nataka nikwambie, lakini tafadhali usimwambie mtu. Ndio umeshamwambia kawaambie. Wewe ukitaka kusambaziwa habari kwa haraka usimwambie mtu bwana umpataye mwambie, wewe mwambie fanya bidii hii habari watu wafanye nini, basi ijue. Ndio na yeye atakuwa bwana kuna siri fulani wewe, lakini usiseme. Yeye amekatazwa ndio henda kusema. Sayyidina Abu Bakar ni Siddiqi akaana mtume siku 3 na haji kutuelezea lolote kuhusu tulizungumza kadhaa na kadhaa na kadhaa. Maadamu ni habari hazifai kufika kwa watu hakuzifikisha. Kwa hiyo namna gani yatakiwa wewe wakati ikiwa ni kulihifadhi siri uhifadhi kwa namna itakao. Makureshi hawakukata tamaa. Waliporudi ikabidi watoe tenda, atakaye kumleta Muhammad na Abu Bakar dead or life, hayyan au mayitan, atapata kwa kila kitwa ngamia 100. Zamani ilikuwa hakuna mali muhimu na yenye thamani kwa Waarabu kama ngamia. Ngamia ndio ilikuwa mali muhimu sana. Kwanza pande za Maka na Madina hakuna ng'ombe. Usishangae wewe mwenye ng'ombe ukaona yani hawa ng'ombe hawana thamani. Ni ngamia na mbuzi basi. Hawawezi kuishi Maka na Madina ng'ombe kwa sababu ni desert na ng'ombe halistahimili, saa zote lataka kula, saa zote lataka kunwa. Ng'ombe hastahimili ndaa wala hastahimili kiu wala hali miti yenye miba, na kwenye desert miti mingi ina miba. Lakini mbuzi na ngamia watapambana na Sahara vizuri sana, wala miti iliyokuwa kwenye Sahara vizuri sana. Wakatolewa ngamia 100. Watu ikawa sasa kila mmoja yuwatoka, ni kibarua hicho, enda upande hunu akaenda upande hunu. Ngamia 200 si mtezo, ni maisha kamili. Wakawa warudi bila ya matakwa, bila ya makusudiwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa nini apate tabu namna hii ende mpaka ingia kwenye pango aketi siku 3? Hapa tupata funzo. Kiongozi wa uhakika, kiongozi wajua kuna time yaitwa waqtul qiyada, kuna na waqtu siyada. Kuna wakati sasa wewe watakauoneshe mfano kuwa ni kiongozi. Safari ya hijra ni safari ya mtume kuonesha uongozi. Kabla yake kulikuwa na safari ya Isra na Miraji, aliyetewa buraki mpaka mlangoni, akitoka nyumbani akapanda buraki akaruka naye mpaka Baitul Muqaddas. Kwa nini safari ya Maka kwenda Madina asiletewe tena yule buraki? Mwenyezi Mungu hana tena uweza hono, hasha, anao. Lakini ataka kutuonesha sisi kwamba nyinyi maswahaba msione mmepata tabu katika kuhama, bali mtume wenu amepata shida zaidi. Huyu kiongozi wenu amepata shida zaidi ya mlioipata nyinyi. Njia aliyoifuata ni ndefu zaidi kushinda nyinyi, kwa sababu nyinyi mlishika ndia mkenda zenu ndia Madina nini mkashika. Yeye mwanzo amekwenda kinyume, kisha ndio azunguke kwa upande wa baharini mpaka amefika Jidda, ageuze ndio ashike ndia ya Madina. Nini? Ikiwa nyinyi mwaona mmepata tabu, basi ule mfuasi wenu, ule kiongozi wenu amepata shida zaidi. Hapa tupata funzo, wale viongozi wasipende kila mahala wao wawe ndio watapata raha zaidi. Wewe watuma watu ende kwa miguu, waseme mimi nasubiri bodaboda, na wewe nenda kwa miguu zaidi. Wewe wapandisha watu lori, waseme mimi nasubiri gari ndogo, wewe sengea trakta haswa upande. Kwa sababu uoneshe kweli kwamba mimi ni kiongozi, shida iwapatao nyinyi na mimi yastahiki kulipata zaidi. Kule kusacrifice kwenu nyinyi na mimi nataka niwe ni mfano katika kusacrifice.
Kwa hiyo lengo hapa sisi tuoneshwa namna gani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipata shida. Si kwamba Mwenyezi Mungu ataka kumpa shida, Mwenyezi Mungu ataka kutuonesha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam huwa alqaidul mithali, ndio kiongozi astahiki kupigiwa mfano. Lakini leo tuangalie viongozi wetu. Je, shida wanaopata wafuasi ndizo wanazopata wao? Sisi chakula dharubu, chakula shida, matibabu shida. Wao chakula bure, matibabu bure, malazi bure, kunwa bure, kukaa bure, kusafiri bure. Lazima wasijali. Lakini ingekuwa viongozi na wao husafiri kama tunavyosafiri sisi, hununua kama tunavyonunua sisi, huishi kama tunavyoishi sisi, hapo wangekuwa wastahiki kuambiwa huyu mkweli ni kiongozi. Ati siku moja akiingia mama ntilia kutapigwa picha, kiongozi fulani pia hula kwa mama ntilia kwa siku moja kwenye miaka 5. Mbona usitupigii picha kila siku? Hula wapi? Ukaona na hula nini, za kula gani? Lakini angalia kiongozi wetu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi mara nyingi husema tatizo la viongozi wetu hawataki kumsoma Mtume, ndio akawa hawafaulu katika uongozi wao. Nilitoa challenge nikasema, niambieni ni kiongozi gani mumemuona ana PS wa Kiislamu anayemguide katika mambo ya kidini? Niambieni. Ushawahi kuona ukaambiwa huyu ndiye PS wake katika mambo ya kisiasa, huyu ni PS wake katika mambo ya dini? Ushawahi kuona? Si viongozi, si wafanyi biashara. Ni mpaka mtu yamtatie. Ukimwona amekuja kwa kiongozi ni kwamba atakadua, bwana ustadh, shekhe, tuombe na sisi Mungu, mambo mabaya, kesi yangu imesimama vibaya. Hapo sasa ndio humjua kiongozi. Kama ulikuwa wewe unaye mwenye kukunasihi, unaye mwenye kukushauri, unaye mwenye kukulekeza, yange kufikia hayo. Lakini hawayaoni ni muhimu. Na kule kukosa kwao kumsoma bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndipo walipofeli. Wewe angalia, alioandika kile kitabu cha watu 100 waliofaulu, akamweka mtu wa kwanza ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Muislamu, lakini alisoma, akamuona katika kila hatua, katika kila step, kwamba huyu ni kweli ni mtu alikuwa successful. Mifano ni hini, watu wagura moja kwa moja twende. Yeye kugura kwake ndio mashaka zaidi, ndio tabu zaidi, ndio dharubu zaidi. Tena ikatoka Maka ya kutafutwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo hapa tuaona Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwata zile sababu ambazo kwamba mwanadamu ataka azitukue katika jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umetoka wewe asubuhi kuja msikitini alfajiri, wajua kuna wahuni, beba bakora, sema mimi nenda kwa Mungu. Vijana wakikupiga makofi, makosa ni yako, angalau beba bakora, na ikiwa waweza kutoka na panga atoka. Ayao mwambie na mimi ninalo hili. Maana kumekuwa na hatari mii yetu. Mtu miskini utoka alfajiri ya msikitini hakubeba chochote, uchache wa yambo apigwe makofi. Vijana hawana heshima, hawana adabu, hawezi kukisia, hawaenda nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tukua zile sababu ambazo kwamba zatakiwa. Mahala watakiwa ujikinge kwa namna fulani, jikinge. Kadhalika kuwa na hakika siku zote anna an-nasra ma'a sabr. Siku zote huwezi kupata nusra ikiwa hutosubiri. Huwezi. Wewe wataka ukifanya jambo siku hiyo hiyo lile jambo lifaulu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekaa Maka miaka 13,
huwalingania watu, hakuna anayeamini. Hakukata tamaa, akasema basi bwana tosha, ya Rabbi nimewalingania. Nabii Allah Nuh alisema nini? inni da'awtuhum laylan wa nahara falam yazid du'ai illa firara. Kila nikiwaita huzidi kukimbia. Kaona sasa hawa liwafaalo ni kuwapizwa. Lakini angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atufundisha, usikate tamaa wewe wakati unapomlingania mwanao, wakati unapomlekeza mwanao ukasema basi bwana huyu haimfali tena mawaidha. La, wewe endelea, jua kwamba nusra ya Mwenyezi Mungu haiji ila baada ya kusubiri miaka 13. Yeye bado tu neno ni hilo kuwalingania watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asichoke akaangalia mbinu nyingine ni ipi, nitoke nende mahala fulani nikaanze kusambaza kisha nirudi tena nijipange nije tena kwa wao. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapo ndipo akampa nusra. Jambo jingine yataka ujue kwamba na uwe na yakini kwamba al-aqibatu lit-taqwa. Siku zote mwisho mwema huja kwa wale wanayemuogopa Mwenyezi Mungu. Yoyote anamuogopa Mwenyezi Mungu katika jambo awe na hakika kwamba mwisho wake utakuwa ni mzuri katika lile jambo, hakuna budi. wala aqibatu lilmuttaqin, mwisho mwema ni kwa wale wenye kumuogopa. Wewe angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam waliteswa yeye na masahaba zake, lakini mwisho wao ulikuwaje? Wakaja wakaistahi Maka ikaingia mikononi mwake, mpaka wale kuwa Maka wakaja akaomba msamaha wao wenyewe. Yote haya nini? Ni ule uogopaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika kuwa na hakika kuwa kuna dharura ya unapofanya jambo uwe na ikhlas. Usifanye jambo kwa malengo, fanya jambo wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Wewe fanya kwa ikhlasi, usifanye kwamba upate natija. Fanya kwa Mwenyezi Mungu ataka ufanye. Natija imepatikana, haya haikupatikana, si muhimu. Muhimu kwamba mimi nimeamrishwa nifanye kwa ajili yake yeye, mimi nafanya kwa ajili yake yeye. Sababu hakuna kitu muhimu kama ikhlas. Ikhlasi ni kufanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huna malengo yoyote, huna matakwa yoyote, huna matarajio yoyote. Na alama ya mwenye ikhlasi ni yule anapofanya lile ambalo kwamba atakiwa alifanye, hatarajii mwenye kumshukuru na mwenye kumkufuru, yani mwenye kumkubali kumwambia asante bwana, Mwenyezi Mungu akubariki kwa utumishi wako Mwenyezi Mungu, na yule amwambia umefanya jambo gani, kwake yeye ni sawa. Ukitaka kujijua wewe una ikhlasi ni unapofanya jambo, baada ya kufanya umewasomesha watoto, umesaidia mayatima, umesaidia wajane, umesaidia community, wale watakao kukulaumu na wale watakao kukushukuru kwako wewe ni sawa. Sababu asli wewe ukufanya kwa ajili yao, umefanya kwa ajili ya nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wewe huangalii huyu anayenilaumu, mimi sikukufanyia yeye, mimi nimemfanyia Allah. Na huyu anayenishukuru hajiongezei cheo kwangu mimi, kwa sababu pia mimi sikumfanyia yeye, nimefanya kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikhlas ndiyo roho ya kufaulu katika mambo. Wewe jambo ukitaka hakika, ukiliona jambo bado hujafaulu, jitilie shaka, labda mimi sina ikhlasi, kuna malengo fulani hapa nayataka. Na ni hatari unapofanya jambo ikawa wewe jambo lile latakiwa wajhullahi Ta'ala, wewe ukalifanya kwa ajili ya jambo jingine. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaelezea masahaba umuhimu wa ikhlasi, akaelezea kisa cha watu watatu.
akawaambia kana fi man kana qablakum, kulikuwa kuna watu watatu waliokuwa kabla ya umma nyinyi, kabla mimi hata sijatumilizwa. Hawa walitoka wakawa wana safari wenda. Baada ya safari ndefu, ilipofika jioni wakaona pango, hiyo cave. Wakasema hunu ni usiku, kulala nje haiaminiki, afadhali tuingie hapa ndani ya pango tulale, asubuhi tutashika safari yetu tuende. Wakakubaliana sawa, tuingie. Walipoingia tu kwenye pango, fanqadarat sakhra, likapomoka jiwe likaziba ule mlango walioingilia. La haula wala quwwata illa billah. Sisi tumeingia kwa hapa, hili jiwe utusubiri tu sisi tuingie. Kuingia wao tu lile jiwe papu likaja likaziba. Sasa jamanini, hakuna cha sasa jamanini. Iliyobaki kila mmoja ataje ile amali njema aliyoifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kisha tumuombe Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kwa hii nilifanya kwa ajili yako wewe, basi ya Rabbi tuondoshe jiwe kama hili, maana hakuna ndia, ili jiwe kulisukuma hatuliwezi. Akaja wa kwanza akaelezea, akasema ya Rabbi, mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili, yani nilikuwa na wazazi wangu baba na mama, na nilikuwa na mke na watoto, na mimi nilikuwa kazi yangu nilikuwa nikikama maziwa, na nilikuwa na kaida nikija nayo yale maziwa kabla sijawapatia watoto, mwanzo huhakikisha watu wa kwanza watakaokunwa yale maziwa ni wazazi wangu. Yani first priority kwangu mimi ni wazazi. Leo kuna watu huishi na wazazi wao hawajui hata kuwa wamekula au wamekunwa. Muhimu mke wake, vipi mke wangu umekula? Umekula vizuri? Wazazi pangine siku hiyo atakao kumsalimia, habari gani mama? Salama, huna neno, mambo endelea vizuri. Basi mama huulizwa kwa jumla, khudh minni jumlan wala tutalibni bitafsil. Lakini mke huulizwa in details, moja baada ya pili. Vipi lakini jana ulala vizuri na uliamka vizuri, na leo ulala vipi? Tena pangine akisahau huwa na excuse, samahani bwana, jana sikukuuliza makini, vipi lunch ilikuwa nzuri na dinner na breakfast? Ona, mke taulizwa kila kitu. Lakini wazazi, huyu watuelezea kwamba yeye ilikuwa yuhakikisha watu wa kwanza wa kupata kile kinywaji cha maziwa ambao ndio mtaji wake ni wazazi wake. Asema ikanijia siku moja kuchoka, nikasema nikakaa chini ya mti, ngoja mpumzike kidogo, nikiinuka nitatukua maziwa. Baada ya kukama nitatukua maziwa nipumzike tu kama dakika 5. Akalala sana, akiinuka ni usiku. Hakuwahi kwenda kuwapelekea maziwa ya jioni. Asema nikifika nyumbani ni usiku, wazazi wamelala na watoto walia, wataka maziwa. Watoto walia. Hapa yatuonesha kwamba wazazi na yeye walikiishi nyumba moja. Haya nayo maradhi siku hizi. Mtu akitaka kuoa, kitu cha kwanza hupanga awakimbie wazazi. Akitaka kuoa hukwambia nenda kutafuta nyumba. Kwani hii nyumba ulikuwa ukiishi wewe haiwezi tena kuishi wewe na mke wako? Bwana, kuishi raha haitakiwi uishi na wazazi, uishi mbali. Hii ni fikra si ya Kiislamu, hii ni fikra ya kimakosa. Sikiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea nini kuishi na wazazi. Atuambia imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma. Imma yablughanna, ima wafikie, indaka kwako wewe, alkibara uzee. Watakiwa wale wazazi wako wazeeke kwako, sio wewe uzeeke kwa wazee. Ina maana wewe ukiwa sasa unauweza ndio watukue wazee wazeeke kwako. Ihdahuma, mmoja katika hao wawili, ikiwa mmoja amekufa, au kilahuma, au ikiwa wote wako hai, wote waishi na wewe. Leo ima watatengwa haswa wazengelewe nyumba yao,
au ikiwa ni kukaa sana, wewe ni kijana mwenye kuwatii wazee, basi mtagawanyiana, bwana wewe utamtukua baba, mimi mama mwate kwangu, au baba mwezi huu kwangu, mwezi ujao kwako, mama mwezi huu kwangu, mwezi ujao kwa fulani. Hugawanywa wale wazazi kama kugawanywa siku ya mke. Makosa. Huyu wasema nikifika nyumbani watoto walia, wataka maziwa na wazazi wamelala, kuamsha wale siwezi na kuwapa watoto siwezi, kwa sababu mimi hainipi adabu yangu kutanguliza wazazi kabla ya kitu chochote. Akakubali watoto waumie na ndaa, lakini mpaka wawe wa kwanza kunwa ni wazazi wake. Asema mpaka walipoinuka nikawapa maziwa wakanwa, kisha ndo nikawapa watoto wangu. Akainua mikono, ya Rabbi, ikiwa mimi nimeyafanya haya yote kwa ajili ya kutaka radhi yako, fafarij anna ma nahnu fihi, tuondoshe hili tatizo tulonalo. Lao wewe ukapata msiba, lao mimi na wewe tukapata matatizo, mimi na wewe tuingie kwenye matatizo, je, kuna amali tuliowafanyia wazazi wetu? Suala zuri hili. Fikiria, mimi na wewe tuko kwenye matatizo, je, tunayo amali tuliowafanyia wazazi wetu twaweza kutawasali nayo tukamwambia, ya Rabbi, ikiwa mimi niliwafanyia wazazi wangu kwa ajili ya radhi zako tu, sikufanya kwa ajili ya lingine, basi niondolee haya matatizo. Tunayo amali kama hiyo? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema famfarajat sakharatun, ikapomoka kota kwa sababu ni mmoja, bado tena wawili. Hapa tupata maana kwamba wewe ukifika kwenye matatizo, kumbuka wema uliofanyia wazazi wako, tawasali nalo, hilo litakusaidia. Lema uliowafanyia wazazi wako tawasali nalo. Wewe hukuwafanyia wao hai na sasa wamekufa, huwakumbuki. Mmoja aliulizwa, alama ya mtoto kuwa mwema ni ipi? Akasema ni alama kuwa mtoto ni mwema ni kuwaombea wazazi wake baada ya kufa. Sababu Mtume asema, au waladin salihin yad'u lahu, mtoto mwema ni kuwaombea wazazi wake baada ya kufa. Ukiona wewe wawaombea wazazi wako baada ya kufa, basi jua wewe ni mtoto mwema. Ukijiona wewe bakhili, hata kuwaombea huwaombei, huna hata siku moja wawaombea, basi jua wewe si mwema. Hata kama ndio unaotoa hutuba juu ya mimbari, si mwema. Sababu hadithi yatuambia, au waladin salihin, mtoto mwema, yad'u lahu, humuombea mzazi wake. Kwa nini wewe ni mwema na humuombei mzazi wako, bali wewe na waombeao hutaki? Nakumbuka safari moja nilikuwa Moshi, nikawa kwenye darasa, mmoja akauliza, ustadh, kuna watu wanaada siku ya Idi huwasomea dua wazazi wao kila Idi mwanzo wao, wakirudi kuswali Idi hukutamana nyumbani wakasoma maombi ili dua kuwapelekea wazazi. Je, hii yafaa imethubutu katika hadithi? Nikamwambia haikuthubutu kwa namna hiyo isemayo wewe, lakini imethubutu kwamba tunatakiwa tuwaombee wazazi wetu. Wewe pale unapovaa siku ya Idi, au wewe mtu mzima, mimi na wewe tunapowavalisha watoto wetu siku ya Idi, hukumbuki wewe mafurushi kwamba ulikuwa kuna wazee wako wakikuvalisha? Ingekuwa leo yule mzee uko hai siku ya Idi, ungempelekea keki, au sio? Au halua au donasi, si ndio? Kwa hasbi ya ule utajiri ulionayo, mzee wako uko hai, Idi leo, kesho Idi utapika kitu gani? Hata sijui mpike, nikuletee nini? Wataka keki za fayazi au za nani sijui? Yalla, wataka keki gani wewe? Mimi nataka ile Black Forest, na mimi nataka White Forest. Haya, takuletea Green Forest. Aswa si ndo kawaida forest huwa ni green.
Sasa mzee wako amekufa, utampelekea keki? Cha kumpelekea nini? Sasa mimi ninapoona wale watoto wangu nimewavalisha wamefurahi, wewe huna kumbukumbu kukumbuka kwamba wewe na wewe ulikivalishwa? Tena pangine wale walokuvalisha wewe walikikuvalisha kwa taabu, miskini. Wazazi Ramadhani hawawezi kufanya nini? Kufunga sawa sawa, kwenda tarawiheni sawa sawa. Hukumbuka kuna Idi, watoto wangu watahitaji kufanya nini? Kuvalishwa. Kwa hiyo wewe huna kumbukumbu ya kuweza kuwakumbuka. Sasa utawapelekea nini? Ndio wale watoto wema hukusanyikana pale nyumbani, mwanzo wakawatilia dua wazazi wao, na wakiweza wakenda makaburini wakawatilia na dua. Kwa hiyo kwanza hapa tupata kwamba ukiwa na matatizo, kitu cha kwanza kumbuka una mazuri gani uliowafanyia wazazi wako. Muombe Mwenyezi Mungu kwa mazuri kama hayo, Mwenyezi Mungu na wewe atakutatulia. Akaja wa pili, kamwambia ya Rabbi, mimi nilikuwa na binti ya ammi yangu, yani kazani yangu, mpaka siku hizi unene kazani. Nilikuwa hakuna msichana nimpendaye kama yeye, ni sama moyoni, mimi keti nampenda sana, na kila nikitafuta ndia nimpate simpati. Siku moja, siku akawa na shida, na hakuna mwenye kumtekelezea ile shida ila ni mimi. Akaja, bwana, mimi nina shida kadhaa muhimu, lazima niipate. Mimi nikamwambia, mimi niko tayari kukufanyia utakalo, lakini na wewe ulikubalie nitakalo. Matatizo hatari, ni nusu ya ukafiri. Matatizo huweza, ikiwa huna imani huweza kufanya lolote kwa matatizo. Mimi niko tayari nitakufanyia, lakini na wewe nikubalia, utanikubalia nitakalo, na nitakalo mimi ni mimi na wewe tukutane tufanye mambo machafu, tufanye zinaa. Yule mwanamke ana shida, yule mwanamke ana matatizo, ikabidi akubali kufanyiwa, kufadhiliwa kubaya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, ittaqi sharra man ahsana ilaika, ogopa mabaya kwa yule aliyokufanya zema. Mtu akikufanya zema huweza kufanyisha jambo ambalo halifanyiki. Na leo kuna sisi mashekhe twalipwa na matajiri fulani, twalipwa na wanasiasa fulani, tukaweza kutoa fatwa, tukaweza kutoa hukumu ambazo hata hazikubalini. Nini? Bora zitamridhisha yule anayetufadhili. Haifai, makosa, jukumu ili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule mwanamke kwa kuwa ni shida anayo, kabidi akubali. Yule bwana akamfanyia, wakaahidiana siku ya kukutana, wakakutana. Walipokuwa wataka kufanya tendo, alipoketi baina ya labataiha, majabali yake mawili, yani baina ya mapaja yake, sasa ataka kufanya kile kitendo. Ule mwanamke alimwambia, ittaqillaha wala tafulla alkhatam illa bihaqqih, muogope Mwenyezi Mungu na usivue pete ila kwa haki yake, maana usiniingilie mimi ila kwa halali. Yule aliposikia kilima cha ittaqillah, asema nikarudi nyuma, nikamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamwambia, ya Rabbi, ikiwa mimi niliata kufanya nilitakalo, baina ya kuwa mimi tayari nishaatiwa kila kitu, ni mimi tu nifanye, lakini kwa kutajiwa jina lako nikarudi nyuma nikaata kufanya hili kwa ajili ya kukuogopa wewe, basi ya Rabbi, natawasali kwa jambo kama hili nilolifanya, utuepushie dhiki kama hili. Wakati ukipatikana na matatizo, kumbuka una jambo gani ilikuwa ulifanye, na nafasi unayo, na hakuna chenye kukataza. Ukaata kwa ajili yake yeye tu Allah jalla jalalu, ukaata kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, muombe Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakufariji kwa tatizo kama hilo. Famfarajat sakhra, lejiwe likateremka tena, hawawezi kutoka lakini likateremka. Kasema, bwana, bakia ule watatu. Bwana, na wewe bado wewe sasa tafuta ya welake ikiwa huna mazuri uliyofanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yule bwana akamwambia, na mimi ninalo.
Haya, akamwambia ya Rabbi, inni staajartu ajira, mimi nilikodisha watu kunifanyia kazi. Walipomaliza kufanya kazi, kila mmoja akatukua mshahara wake. Mmoja asiutukue ule mshahara, ukabakia kwangu mimi, na mimi nikauhifadhi, hunu ni mshahara wa fulani. Kama sisi leo sema mjinga yeye, shauri yake sema konda zake asoweko na chake kiko kama hakiko hapa kiko kiyama. Asema mimi nikamhifadhia, nikapigwa na ulitima. Si huyo maana kupigwa na ulitima, akapigwa na ufukara, akafukarika, ikawa hakuna senti zilobakia ila ni ule mshahara wa yule aliyofanya kazi asitukue. Mtu alikuwa na senti zake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuonda akawa maskini. Zile pesa akasema hizi pesa hata nizifanyie kazi, atakapokuja mwenyewe nitampa mwenyewe mali yake. Kweli akazifanyia investment, mashallah, Mungu akambarikia kwa ile nia nzuri kwamba mimi nafanya mwenyewe, akitokea tampa mwenyewe mali yake. Akawa tajiri, akanunua ng'ombe, akanunua mbuzi, akanunua ngamia, akanunua farasi, akawa na watumwa kwa pesa kama zile. Mungu akambarikia. Wajua Mungu akitaka kukubarikia hukupiga yua, hakupigi tochi. Kuna wengine upigwa tochi wakapata shilingi 2-3, wengine upigwa yua. Ukasikia mtu siku 2-3 imekuwa na makampuni. Ule bwana katika hali kama hiyo, ule kibarua akaya, bwana salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bwana, mimi naliwahi kufanya kazi kwako siku fulani, nikatokewa na dharura nikaondoka bila kutukua mshahara wangu. Kwa hiyo wakumbuka? Kumwambia nakumbuka sana. Kwa hiyo leo nimekuja kufuata ule mshahara wangu. Wewe sasa umekuwa tajiri, utamwambia yeye ngojea, hashika nda zako, si ndio? Amekuatia 300, hizi 300 zako. Akamwambia kila ukionacho ni katika mshahara wako. Bwana, watadhihaka, mimi nimekuja kutukua mshahara wangu, unaniambia kila alionacho. Tusifanyiane shere. Kama hutaki kunipa niambia nende zangu, nimetoka mbali kuja kufuata changu. Wewe leo anambia kila nionao mimali yote hini, hiyo si shere. Akamuelezea kile kisa. Ni kweli wewe utaona ni shere, lakini mimi Mwenyezi Mungu alinipa mtihani nikawa maskini. Ule mshahara wako kawa nimeuhifadhi mahala, nikautukua kuufanyia biashara, Mwenyezi Mungu akaubarikia. Kwa hiyo haya mali yote wewe nayo hii yako, tukua. Ule bwana akasomba mali yote akaenda nayo. Huyu bwana asema, ya Rabbi, ikiwa mimi niliyafanya haya si kwa lengo lingine, ni kwa ajili ya kupata radhi zako, basi tuendeshe mtihani tulionao. Sikufanya ila ni kwa ajili ya kupata radhi zako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaliondosha lile jiwe kabisa, wakatoka hao wendao zao. Lakini tujiulize suala, lao mimi na wewe tuko kwenye matatizo, gari tu imetuzimikia ndiani, hakupiti gari, tunalipi? Twaweza kukaa tukamwomba, ya Rabbi, ikiwa sisi tulifanya jambo fulani na fulani, basi tutole na sisi angalau gari ipite hapa. Tunalo jambo kama hilo? Hatari. Wenzetu walitawasal, walimuomba Mwenyezi Mungu kwa amali zao njema walozifanya kwa ajili. Pengine wewe au mimi na wewe tumejenga misikiti kadhaa, lakini huwezi kumwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ikiwa niliujenga ule msikiti kwa ajili yako, kwa sababu umejenga kwa ajili ya watu. Ulimsaidia mtu ukampeleka hija ili upate unenwe, fulani upeleka watu Maka. Ulimsaidia mtu kumpeleka India ili upate watu wa kuzungumze, fulani upeleka watu India. Nasallallahu salamata wal afia. Fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, itakuja kufaa hapa kabla ya huko. Ikiwa hawa hizi amali zimewafaa duniani, wafikiria akhira wewe watakuwa hali gani? Ikiwa zimeweza kuwasaidia kuwaondoshea matatizo ya dunia, je, matatizo ya akhira? Ukifanya, fanya kwa ikhlasi.
fanya kwa ikhlasi, ndio itakalokufaa. Usifanye kwa ajili ya watu. Kuna bwana alikuwa akijenga misikiti, yeye uishi nde, humtumia mtu senti tu kujenga. Watu hapa huona nijengao ni mimi. Ule bwana siku hiyo akaya, ule ambaye usimamia kujenga akamwambia, bwana, leo tunataka tuwaambie watu kwamba ujengao ni wewe. Watu hapa wajua nijengae ni mimi, kwa hiyo nataka kuwaeleza watu hakika. Ule bwana akamwambia, ikiwa mmewajengea wao waeleze, lakini ikiwa mmemjengea yeye na yeye hajui, sawa, waeleze. Lakini ikiwa yeye hajua, sina haja ya watu kunijua, sababu mimi sikuwajengea wao, mimi nimemjengea nani? Allah. Na yeye ajua hajui? Amwambia ajua. Basi sina haja kuelezewa watu. Leo wewe waona haswa haitoweza kujulikana ila msikiti ni uite haswa msikiti Masjid Izzuddin, la haula wala quwwata illa billah. Kisha wataka ujira kwa Mungu. Msikiti pia wataka ujulikane. Bwana, andika jina langu ujulikane. Andika jina lake yeye Mwenyezi Mungu, wa annal masajida lillah. Muona watu watatu hawa amali zimewaokoa, na kila umwonaye wamuona huyu amefanya zaidi. Nikitoa kiswa kimoja cha kutekesha, vingine nao watu watatu walisafiri wakaenda kutembea Ulaya, wakashukia hoteli moja gorofa 80, gorofa 90, na wao kawa hukaa gorofa ya 90. Siku hiyo wametoka kwenda kutembea, wakirudi taa hakuna na generator halifanyi kazi. Sasa tutafika hiye kule. Wale bwana wakasema, kila mmoja atoe hadithi. Sisi ni watatu, toa hadithi nzuri wewe, kuanzia gorofa ya kwanza mpaka ya 30. Gorofa 30 mwingine atatoa mpaka ya 60. Gorofa ya 60 mwingine atatoa kiswa mpaka ya 90. Haya, bismillah. Sasa wao walikuwa na kaida, kuna mtu ndio kazi yake kushika nini? Ufunguo. Basi wakapanda, akaanza ule wa kwanza, akatoa kiswa kizuri. Hujisahau wao kama wako kwenye kupanda ngazi, mpaka wakafika gorofa 30. Haya jamanini, michango mmemaliza. Wewe sasa. Akaanza ule wa pili, akatoa mpaka wakafika 60. Bakia ule wa tatu. Ule watatu akipiga mikono mfukoni, amesahau funguo tini. Akaanda kulia. Jamaa mwambia, bwana, tunataka kiswa, tutaki kilio. Yeye hulia tu. Tutaka kiswa, yeye hulia tu. Akifika yeye mwambia, kiswa changu moyo ni nini? Funguo mmeziata tini. Yani umetupandisha mpaka huku. Akamwambia, wewe kweli kiswa chako kizuri sana wewe. Yani tumetoka sasa utashuka wewe kwenda kutukua sasa funguo. Umetweta mpaka huku. Kwa hiyo ikhlasi ni kitu muhimu sana. Ikhlasi ni kitu very important kwetu sisi Waislamu. Kadhalika yatakiwa al-i'tidalu fi halati sarai wa dharai. Muislamu hatakiwi wakati amepata faraja na yeye aone ndio wakati wa kureact, wakati wa kulipa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yule mateso aliyoyapata, juu ya dharubu aliyoipata katika hijra, ametolewa, amesumbuka, lakini mwaka wa 8 baada ya kugura, aliporudi Maka, alipoifitahi, aliwaambia, haya sasa nyinyi mumenitoa, na mimi uchache wa jambo, na mimi niwafanye nini? Niwatoe, au sio? Lakini aliwaambia, la, man aghlaqa babahu fahuwa amin. Anayekaa nyumbani kwake asiguswe. Man dakhala almasjida fahuwa amin. Anayekuwa msikitini asiguswe. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Aingia nyumbani kwa Abi Sufyan asiguswe. Ya kuonesha wewe Muislamu, asiwe mtu alikunyanyasa, useme ngojea chama chetu kiingie mtatutambua.
Uislamu hakuna. Ikiwa wewe kiongozi chako ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalia namna gani walimnyanyasa Maka miaka 13 wakamtoa, lakini alipokuja kuishika mamlaka, alipokuja kuishika serikali, aliwaambia idhhabu fa antum tulaqa, tutaishi na nyinyi kama kawaida, hatuwabagui, hatuwadhulumu, hatuwanyanyasi. Na wewe ikiwa kiongozi wako ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usimkamie mtu kwambia ngojani tushike serikali, ngojani tushike uongozi, ngojani kaunti iwe chini yetu, mtatutambua, tutawafanya kadhaa na kadhaa mutambue. La, kuwa na i'tidal, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kadhalika yatakiwa uwe na hakika kwamba man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min. Kuwa na uhakika wewe Muislamu, yoyote atakayekuwa jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humpa badali yake njema zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa Maka, akauata moyo wa Maka, lakini tazama namna gani alipokwenda Madina alifaulu. Sababu aliyata Maka si kwa malengo ya biashara, si kwa malengo ya kidunia, ni kwa ajili ya nani? Allah. Wewe pale uwatapo ukafunga duka kwa ajili sasa hivi natakiwa kwenda msikitini, wewe uwatapo jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi jua Mwenyezi Mungu atakupa bora kushinda lile. Na pengine wewe huna habari, kufunga lile duka KRA hao ndio walikuwa wamepita, ukija kuelezewa sema si haba, kwa sababu taraka shay'an lillah. Ingawa leo hakuna afungao duka, Waislamu hawafungi maduka kwa ajili ya swala, bali hutegeana, tusifunge bwana, ujirani wa hako ndio tutapata sisi kuuza. Yeye huona hutia faida, lakini ukimuuliza amepata faida gani? Shani si kupata kwingi, shani ni kubarikiwa. Shani si kupata kwingi, shani ni kubarikiwa. Mwenyezi Mungu aweza kukupa shilingi akaibariki, na akakupa shilingi 100 asibariki. Wewe ukaona siku hii leo nimefanya sana biashara, mashallah, nimetia 1500. Ukirudi nyumbani mwanao tumbo humuuma, ukaenda hospitali zimetokana zaidi ya zile. Na siku ile umepata shilingi 500, ukifika nyumbani hakuna kuku, hakuvundika ukucha, hakuna umwao. Zipi zenye baraka? Yana ulipata 1500, lakini mtoto wako akaumwa ukaenda hospitali ukatoa zaidi. Yeye umepata 500, hakuna aloumwa. Zipi zenye baraka? Lakini awe kwenye hesabu yako sema jana biashara ilikuwa nzuri. Biashara gani nzuri ulikwenda hospitali ukatoa 1500 na zaidi? Nini? Muone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe utakutafuta kwa huku na yeye hukutolea milango kwa huku. Kwa hiyo kuwa na hakika, yoyote atakayekuwa jambo lolote, sababu na lengo na madhumuni ya kuliata lile ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hukubadilishia, hukupa la khairi zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kwenye safari yake, kulikuwa kuna bwana aitwa Suraka. Huyu Suraka ilikuwa ni hodari kwa kufuma zembe, ni sharpshooter. Aliwaona Mtume na Sayyidina Abubakar. Suraka akaona wa ngamia 100 nimeshawapata. Suraka aliona zile sate, alama ya miguu. Mando akarudi Maka kuambia jamaa, wala msisumbue, mimi nimetausha farasi paka Madina, hakuna, Muhammad ashafika. Ili kusudi arudi tena awapate yeye peke yake. Suraka akarudi akawaona Mtume sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Abubakar, akataka kutausha farasi wake. Alipotaka kutausha
ule farasi miguu yote ikazama kwenye mtanga. Suraka asema haya si mambo ya kawaida, mimi siku zote hupita ndia hini na farasi mbio, leo farasi yuazama kwenye mtanga. Gari imeingia kwenye, sasa tia 4 wheel. Suraka akajaribu hakuna ndia, akapiga yowe, jamanini ya Muhammad, niombea Mungu si tena kwenu nyinyi, ngao farasi atoke nrudi zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea Mwenyezi Mungu, farasi akatekuka. Suraka na Makureshi walikuwa wana kitu, wakitaka kufanya jambo hupiga mburuga. Wana kitu utoa kibao, kuna kimoja kimeandikwa naam, kimoja kimeandikwa la. Yani ukitaka kufanya jambo, ikitoka kile cha naam yani fanya, ikitoka la yani usifanye. Suraka akapiga, katoka la, sema nimepiga makosa. Kajaribu tena, ikatoka la, nimepiga makosa. Kajaribu tena, ikatoka la, sema hizi hazifanyi, zime expire. Hawana binadamu bado Mungu humpa ishara usifanye, yeye sema hii imekosea bwana, waate mimi nende. Akajaribu tena mara pili, kujaribu farasi akazama. Mbona mambo haya ya Muhammad? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuombea, akasema ngoja bwana njaribu mara 3, pengine nimepita kwa makosa, ngoja nianze kwenda kwa hivi. Akijaribu akamwambia sasa nimetoa mkono na nawaahidi kuwa yoyote nitakaye kumuona nitamrudisha ndiani asiwafuate. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza swala. Angaliani thika ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Mwenyezi Mungu. Wewe wendao Madina watafutwa huyui huko wendako, lakini mimi nina hakika kuwa Mwenyezi Mungu ameniahidi na ahadi ataitimiza, kwa hii dini itatimia, sina wasiwasi. Ya Suraka, utakuwaje wewe siku utakavovalishwa vikuku vya Kisra na Kaisar? Yani nikupe mfano uliokuwa hai. Ni kama leo umwambie mtu aliyoko kwenye nchi ina vita, kisha umwambie bwana, hebu niambie siku gani, waonaje siku utakaokuwa president wa nchi fulani wewe? Mimi hali namna hii, kula kwenyewe, yani niko kwenye matatizo, niko kwenye tabu, wewe hunipangia mambo makubwa namna hiyo? Yani wewe Muhammad wapangilia na Kisra na Kaisar pia itakuwa tini ya ufalume wake? Akamwambia naam, Kisra na Kaisar itaingia tini ya ufalume wangu. Mtume yuambashiria Suraka, amwambia wewe Suraka, si leo nyinyi mmenitoa mimi Maka, si nyinyi mwaona mimi kwamba ndio sifaulu tena? Basi wewe iko siku utakuja valishwa vikuku vya Kisra. Na kweli wakati wa khilafa ya Sayyidina Umar bin al-Khattabi ilipoftahiwa Kisra, Sayyidina Umar wakaja na madhahabu, na Sayyidina Umar aliuliza aina Suraka, Suraka uko wapi? Akamwambia haya vaa. Wakumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwambia jambo fulani? Akamwambia naam nakumbuka. Haya, hii leo anjazallahu wa'da, Mwenyezi Mungu amemtekelezea ule waadi wake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaenda mbele, akapambana na khaima la Ummi Ma'bad. Ummi Ma'bad huyu ni mwanamke, alikuwa kwenye ndia ya Madina. Wakaingia hapa kutaka wapate chochote. Walipoingia wakaona kuna mbuzi mmoja amebakishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ummi Ma'bad, watupa ruhusa tumkame huyu mbuzi? Akamwambia hoyo, maana kubakia hapa kwamba kwenda malishoni hawezi, ni mgonjwa. Hoyo mume wangu hakumtukua, ni kwamba ni mgonjwa, nyinyi mtaka kumkama? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mimi naomba unipe ruhusa. Akamwambia ruhusa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja mpaka kwenye dhar'iha, kwenye zile nyato, kizungu huitwa hiyo amuzisi, amkusoma nyato. Wewe pia wewe nyato, mabubu ya mbuzi. Haya, mpaka ukwambia mabubu ya mbuzi.
Umesikia sasa? Haya, tuambie kizungu angulo hii. Mabubu ya mbuzi angulo hii kizungu. Hakuna hiyo. Ada. Haya ni ada, ni ada nayo kukamwa. Kisomali angulo hii? Harka. Mtume SAW akayapiga. Kuyapiga fadaratu dhar, ile nyato ikaya maziwa. Akakama Mtume sallallahu alaihi wasallam, akampa Sayyidina Abubakar kunwa. Sayyidina Abubakar akanwa mpaka akashiba. Akakama Mtume sallallahu alaihi wasallam, akampa Ummi Mabad kunwa. Akanwa mpaka akashiba. Akakama Mtume sallallahu alaihi wasallam, akanwa yeye. Akanwa mpaka akashiba. Akakama akamwambia, na haya mwekee mumeo. Ummi Mabad, chembecho wazungu kwambia unbelievable, sio? Shay la yusaddaq, yani haamini. Mbuzi hawezi hata kwenda malishoni, yeye hutoa maziwa ya kunwa watu 4. Maana mbuzi wa kawaida tatoa maziwa ikifika. Tena hawa mbuzi wa siku hizi, maana siku hizi kuna mbuzi hasa waitwa mbuzi wa maziwa, si ndio? Zamani sisi tulipokuwa vijana hatuhisi kama kuna mbuzi wa maziwa. Lakini siku hizi kuna mbuzi wa maziwa. Akitoa lita 1.5. Umetoa kiasi gani? Maana wewe fikiria, Waarabu wanaoketi kwenye Sahara wana tabia hunwa maziwa kwamba ni chakula, yani akinwa hunwa sawa sawa. Waarabu na wafugaji, wewe maziwa utakuna ni upambe gilasi moja, tena utiliwe na pep, ambia uite milk shake. Maziwa kunwa vile vile ni maziwa, ndo raha yake. Tena kuna na itikadi nyingine uambiwa ati maziwa kama la hayachemshwa yana maradhi. Urongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kufanya jambo la maradhi, hawezi. Mimi nakumbuka safari moja tulikuwa safari, mimi hichi kiswa kimenipitia mimi. Nimesafiri kwenye desert. Kiwa wajua wewe Saudia kuna sehemu inaitwa Rabu'ul Khali. Mimi nimesafiri siku 5 kwa kwenye desert, huoni mui. Wewe uko kwenye mitanga huona mbingu zimeshuka tu. Yani wale madereva hutembea na nyota. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Yani maji pia tunakuwa kukisia. Tukenda mahala alfajiri hivi tukamkuta mzee anaangamia kama 1500. Asubuhi amekama. Neema hili. Tukipita ule mzee, ajua watu wafugaji hasa wakiwa mashambani mwao huwa wana roho ya masikitiko sana. Hapa mfugaji akija kumwambia mpana mimi mbuzi moja hakupi, lakini ukaenda kwake atakutindia kila siku. Si ndio tabia yao? Kila siku hajali. Basi tukapewa yale maziwa, ndio mwanzo mimi kuna maziwa ngamia. Jamaa wananiambia, "Bwana, usinwe sana, mwambie wata nilikunwa kama kuna maji ya Zamzam, nilikunwa mpaka kawa siwezi kutoa pumzi." Manake maji ilikuwa tukinwa kidogo kidogo. Siku hiyo Mungu akatuteremshia neema, tukapamba handa kukamwa maziwa moto. Na ule mzee akatwambia, "Kunwani wanangu." Tukanwa. Haya kunetea tabu yoyote, hayana riahi, hayana chochote. Sisi Waswahili mpaka yachemshwe, tena yakichemshwa yatiwe na iliki, baada ya kutiwa na iliki bado yatiwe na sukari, baada ya sukari bado itiwe na pepo. Mwisho ndio itiwe na pepo. Uone, ukwambia mimi siwezi mpaka nitie na kiharufu. Itikadi tu, lakini maziwa yenyewe yatakauyanwe vile vile maziwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakatoka. Mume wake Ummi Mabad alipokuya akadirika maziwa. Hela nambia na mimi, haya maziwa yatoka wapi? Na hii ni somo tutataka tujue sisi wanaume, si masala kutoaminiana. Ni muhimu kujua matukio. Umekuja nyumbani wewe huku hata kitoweo umekiona kitoweo, usinene mke wangu asanta. Uulize mwanzo hiki kitoweo kimetoka wapi? Amwambia kumepita watu 2 hapa, na hakika mmoja katika wao ni hoyo wanaomtaja Makureshi. Hebu nisifie.
akamwambia yuko kadhaa 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 kadhaa. Akamwambia ndiye, huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameshukia nyumbani kwetu. Akamwambia ameshukia nyumbani kwetu. Haya na haya maziwa. Akamwambia ni ule mbuzi. Mbuzi ule akanambia huyo mtu ana baraka sana, asema hakumgusa kile kiwele ila maziwa yalikipigania kutoka. Yani hili bubu la pili haliyakamwa kama la mwambia na mimi ni kama mimi sasa lapigania. Na usishangae wakati wa hijjatul wadai Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuwatinda ngamia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitinda ngamia 100, lakini hakuwatinda wote, alitinda 63. Wale ngamia kila mmoja alikileta shingo yake mbele ya Mtume, walikikimbilia kutindwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kufa lakini mimi nataka mimi ni uwawe na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mpokeaji hadithi yasema tukiwaona ngamia kila mmoja hupasua atakawe yeye, baada ya huyu atindwe yeye. Na kawaida ngamia akiona kisu khalas, wajua ngamia si ng'ombe, ngamia hatindwi, hufanywa nahar. Yani vile vile amesimama, utakuja na kisu tu udunge hapa, ukishakukidunga ukizungua namna hii kwisha, wamuata mpaka anguke. Basi walikija wao wenyewe kila mmoja akijileta atindwe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakhti. Kwa hiyo usishangae maziwa kuteremka, bal kulikuwa kuna vita. Katika vita Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wakaishiwa na maji. Walipoishiwa na maji, Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza hakuna mwenye maji hata kidogo? Mmoja akaja faata bi khazafin, akaja na chungu kidogo kimetiwa maji. Waarabu wapenda hivi vyungu, lakini si kama hichi cha kupikia. Kuna vyungu maalumu kama mtungi mdogo hutia maji, kwa sababu yana tabia kufanya ubaridi. Maji huwa baridi, vitu viwili huburudisha maji, khazaf na girba. Huku kwetu kule Arabuni hata matajiri wale utaona hata kwenye magari yao hufunga. Kiriba ni ile nyato ya ngamia, sehemu ya maziwa. Baada ya kutindwa ile ushono ule mfuko, kisha hutiwa maji. Basi huangikwa kama kwenye dirisha, saa zote maji wewe up to date utayakuta baridi kama toka ufirijini, na si ya firijini, mbaridi ya kikawaida. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaagizia yale maji, akatia mikono yake maji kama ulotiwa mpira. Kila mtu yaja na chombo akateka pale, wakanwa jeshi zima. Wasema kwamba tulikunwa, tukatawadhia, tukajaza na vyombo vyetu ambavyo kwamba tumebebea katika ngamia, maji yakatoka. Hata wanazuoni wakatwambia kwamba maji bora ala al-itlaqi ni yale maji yaliyotoka kwenye vidole vya Mtume kwanza, ya pili ndio Zamzam. Usije ukaulizwa wewe kwenye mtihani maji bora ni yapi ulimwenguni, ukasema maji Zamzam. Maji ya Zamzam namba 2. Namba ya kwanza ni yale maji yaliyotoka katika vidole vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tamani kama alitubakishia na sisi, lakini pia pengine ni khairi angekuwa yameshikwa huuzwa saizi. Angalia Zamzam sasa, ukitaka ukikuyaza kwa huku riali 8 maji ya bure, lakini riali 8 mpaka utoe. Na huruhusiwi ukiteka wewe mwenyewe, ukasema utatoka na tupa yako ya 5 lita hapo ende, hawakuruhusu kutia na ndegeni mpaka ununue yao. Bwana nitabeba yangu, wewe hata huna hakika kweli si kweli, basi tu ni itikadi. Nini tupa limeandikwa Zamzam. Ala kulli hal, kwa hiyo maji bora ala al-itlaqi ni maji ambayo kwamba nabaa min baini asabi'i rasuli, kisha ni Zamzam, kisha ni maji ya Nahrul Furat, mto wa Furati. Huu ndio watatu katika maji bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika Quba. Alipofika Quba akakaa kama siku 3, kisha ndio akatoka Quba. Kama ili wale watu wa Madina, sasa Quba na Madina ni sehemu karibu, wapate habari kwamba haya Mtume yuaja. Na Quba ndio kulojengwa msikiti wa kwanza baada ya msikiti wa Madina, baada ya msikiti wa Haram, baada ya msikiti wa Maka. Kaja zake Madina, wakampokea wenye kumpokea kwa furaha na kwa shangwe. Waambiwa hakuna siku, watu wa Madina siku 2 hawalikuwa hawazisahau. Hakuna siku iling'ara Madina
kama siku alipofika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hakuna siku iliingia giza Madina kama siku alomkosa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Siku alipoingia Mtume kuling'ara Madina yote, kukatoka watu wote, mpaka wale waliokuambiwa hawawezi kutembea waliweza siku hiyo kwa ajili ya kumpokea bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na siku Mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki, adhlamatil Madina, Madina iliingia giza kama jua, wasema kama jua liloshikwa, na jua lipo lazima, pigo kubwa sana. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Tusisahau kuwa kesho ni Tasua kwa wale ambao wafuata mwezi wa huku, ni Ashura kwa wale waliofuata mwezi wa Saudia. Ni muhimu tuhimizane kufunga. Watakaokuwa wanauweza wafunge, na waweza kufunga 2 in 1, ulipe na utie nia ya Tasua, ulipe utie nia ya Ashura. Patiliza, usiate, ujira mdogo, thawabu yake hufuta dhambi za mwaka mzima. Ofa hii haikutoshi wewe? Au huna wewe dhambi? Maana yule bwana mmoja alimwambia ndugu yako wewe ndio hija, akamwambia na madhambi mimi bado. Astaghfirullah. Twingine na maneno ya kufuru. Ofa mwaka mzima, ukifunga hufutiwa dhambi zako. Mwenyezi Mungu atutakabalie, atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Tutadhini kisha tukimu.